ya ayuha nnas, enyi watu. Mungu sikiliza anavyoita, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Uwe shekhe, uwe waziri, uwe raisi, uwe utakavyokuwa, jua wewe ni mtu, na hili ni tangazo. Enyi watu, unapokuwa katika mimbari unawanawa wengine, unawatukana wengine, jua wewe ni mtu, na unaozungumza nao ni nani? Watu. Hapa ndo tulipofeli, tumeanza hapa. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, sisi tumekuumbeni ninyi kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, mwanamume Adam na mwanamke Hawa. Kwa hiyo kila mtu ajue mimi ni huyu na huyu ni mimi, sisi sote, kana kwamba Allah anatoa tangazo tuishi tukijijua sawasawa na kusema sisi ni watoto wa baba mmoja mama mmoja. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, tumekuumbeni nyote nyinyi dunia nzima kutoka kwa baba mmoja mama mmoja. Manake nini? Unapomtukana na kumshambulia Muislamu wenzio, ujue unamshambulia na kumtukana ndugu yako. Mungu amekuleta wewe kwa baba mmoja na mama mmoja, kila mmoja anamuona mwenzake, huyu ni ndugu yangu. Baada ya hapo, waja'alnakum shu'uban wa qabaila. Watu wa tafsiri wanaijua hiyo ni wao thumma, ai thumma ja'alnakum, kwa maana ya kwamba wakati wa Adamu na Hawa hakukuwa na utaifa, hakukuwa na ukabila, hakukuwa na ukoo. Baada ya kuwa sasa watu washakuwa wengi mno, Mwenyezi Mungu anasema waja'alnakum shu'uban wa qabaila. Tulianza hapo. Hawezi mtu kuja kuuliza Adamu na Hawa walikuwa kabila gani, walikuwa ni watu wa taifa gani, ni kupoteza muda. Utaifa na ukabila umeanzwa baada ya watu kuwa wengi, na ulikuwa na lengo lake, waja'alnakum shu'uban wa qabaila, kisha tukakufanyeni nyinyi ni watu wa mataifa mbalimbali, wa qabaila, na makabila mbalimbali. Utaifa wetu kutafautiana, makabila yetu kutafautiana, si kwa sababu nyingine yoyote. Allah alichokisema litaarafu, mpate tu kufahamiana, huyu ni ndugu yangu, lakini anatoka mkoa kadhaa, anatoka kijiji kadhaa, anatoka nchi kadhaa, anatoka bara kadhaa. Mie Mdengereko natoka Rufiji, mkoa wa Pwani, na wewe Ustadhi Umar unatoka Pemba, sijui kijiji cha Kiwingwi, sijui wapi ndio unapotoka, lakini sote baba mmoja mama mmoja. Nikae nikijua kwa mujibu wa Qur'ani, mimi ni wewe na wewe ujue kwamba wewe ni mimi. Kumnyanyasa huyu, kumtenga huyu, kumtukana huyu, tafsiri yake najitukana mimi mwenyewe. Waislamu walipotokezea kwenye Uislamu, kipengele cha utu na ubinadamu walikiua. Anatokea mtu kwa fikra zilizokufa, anasema si hapa tunaangalia udugu wa Uislamu tu, udugu mwingine wote Mungu hana mpango nao. We vipi bwana? Udugu wa Uislamu umekuja baada ya udugu wa uzawa, na aya hii 13 Hujurat inatuelekeza kwanza udugu wa nini? Wa uzawa. Na hata uko katika Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kazi ya dawa, hata katika kusaidia, bado alihimizwa aanze kwenye udugu wa nini? Wa uzawa. Wa andhir ashirataka alaqrabina, uzawa huo mwanzo kabisa. Mtume
anaambiwa elekeza, onya, rekebisha familia yako, ndugu zako wa karibu, wa uzawa. Alipofika katika utoaji, mwalimu wa umma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fabda biman taulu, katika kusaidia anza nayo familia yako inayokuzunguka. Kwa hiyo Uislamu, kabla ya kwenda katika udugu wa dini, Uislamu uliwajenga watu katika utu na udugu wa uzawa. Ile kuwa kwako wewe Msukuma, ile kuwa kwako wewe Mnyamwezi, ile kuwa kwako wewe Mzaramu, ile kuwa kwako wewe sijui mtu kutoka Kongo, ile kuwa wewe kutoka, hilo lichukueni kwa lengo lile lile alilolisema mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo nini? Litaarafu. 13 Hujurat, tujuane tu. Leo tumekwama wapi? Haya yote, udugu nambari 1 wa uzawa watu wameukataa, udugu nambari 2 wa Uislamu watu wameukataa. Sasa hivi watu wana udugu wa kimakundi. Hapa ndo tulipopotea. Na wenyewe tunaona tuko sawa sawa, bali cha kusikitisha, unawaona wasomi wa dini wakiupoteza udugu wa uzawa wa nasaba, wanaupoteza udugu wa Uislamu, wao wanatangaza udugu wa makundi. Ndugu yake yeye ni Answari mwenzake, Hizbu Tahariri mwenzake, ama mtu wa tarika mwenzake, ama Salafi mwenzake, na wenyewe wanaona wanachokifanya kwamba wako sahihi, kumbe wanavunja safari ya maendeleo ya jamii ya Kiislamu. Jamii ya Kiislamu kwanza imebebwa na utu. Kwanza kabisa, jamii ya Kiislamu imebebwa na nini? Utu. Si tumevunja utu, tunashika umakundi, hizbia. Watu wana madigrii chungu mzima, wanahubiri kuvunja utu na Uislamu, eti watu washikamane na umakundi. Hapa tumepotea. Mwanadamu kwenye utu wake, mwanadamu kwenye utu wake ni kiumbe bora sana. Mwanadamu kwenye utu wake ni kiumbe mheshimiwa. Kila unapomuona anayeitwa mtu binadamu, unatakiwa umthamini, umheshimu, umpe nafasi yake kama mwanadamu, kwa sababu Mungu mwenyewe katangaza hilo. Mwanadamu ni kiumbe mtukufu, mwanadamu ni kiumbe bora, mwanadamu ni kiumbe mheshimiwa. Acha habari kwanza, hujasogea ya Uislamu, lakini anza kwanza kuwa ni nani huyu? Mwanadamu. Hivi wewe unapomuona mbele kiumbe anaitwa mwanadamu, unamchukua ni kiumbe wa namna gani? Tumefeli wapi? Tuliua kwanza utu. Aya 70 surati Bani Israil, aya ya 70, suratu Bani Israil. Mwanadamu, tupo kwa mwanadamu, hatujafika kwenye Uislamu wala sijui nini. Tupo kwenye anaitwa mtu, musliman kana am kafiran, awe Muislamu ama sio Muislamu. Kwanza mtu ni nani? 70 Bani Israil. Usalafi wako weka pembeni, usufi wako weka pembeni, uanswari wako weka pembeni, uhizbi tahariri wako weka pembeni. Kwanza twazungumzia mtu, mwanadamu. Wama adraka man ibn adam, mtu. 70 Bani Israil, walaqad karramna bani adam. Sikilize, Mungu mwenyewe mwanadamu anampa heshima na utukufu mkubwa,
anatokea Muislamu eti kasoma vizuri sira na hadithi, anakwenda kuacha utu kwanza, eti anazingatia umakundi, na maneno yapo chungu mzima ya kutetea hilo. Kumbe Uislamu umeanza mwanzo huku, alafu unapanda. Na wewe ukitaka uwe Muislamu bora, anza mwanzo, panda. Mimi Muislamu, lakini Muislamu mimi ni mwanadamu, ni mtu. Kwa hiyo nakwenda kwenye dini yangu kwanza, kabla sijawa Muislamu. Mimi ni mtu, na uko nakokwenda, nakwenda kuonana na watu. Kwa hiyo kabla ya kuusikiliza Uislamu, natakiwa ni ujue utu. Nadhani sijui mnanielewa. Kabla ya kuishi Uislamu, kwanza unatakiwa uishi nini? Utu. Walaqad karramna bani Adam, 70 bani Israili. Tena Mwenyezi Mungu ameweka misisitizo miwili mwanzoni. Kwa wale wanaosoma Arabic grammar wanajua kuna lamu na kuna kade. Hizo zote zinafanya kazi ya msisitizo. Wallahi, Mungu anaapa kwa dhati yake, wallahi, kwa hakika tumewatukuza sana watoto wa Adamu, ambao ndiyo mimi, wewe, wazazi wetu, watoto wetu. Sisi ni watoto wa mzee nani? Adam, ambayo ni 13 Hujurati tumetoka. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Sote Allah anasema ametuumba kutoka kwa mwanamume mmoja ambaye ni Adam, lakini pia na mwanamke mmoja ambaye ni Hawa. Sasa huyu mzee Adam, kizazi chake ndiyo mimi na wewe, wazazi wetu, mashehe zetu. Sisi ni watu. Kama ni watu, tuna nafasi gani? Ndiyo hii 70 bani Israili. Walaqad karramna bani Adam, na wallahi, kwa hakika tumewapa heshima kubwa, tumewatukuza watoto wa Adam. Wasomaji wa balagha wana kitu wanakiita bayanun min babi tamthil, ufafanuzi wa maelezo, lakini unaletwa katika sura ya kutoa mifano. Kwa hiyo aliposema walaqad karramna bani Adama, na wallahi, kwa hakika tumewapa heshima kubwa watoto wa Adamu, Mungu anatoa ufafanuzi wa mimi na wewe kujua kwamba sisi ni waheshimiwa. Lakini anauletaje ufafanuzi huo? Anauleta katika sura ya kutoa mifano. Anatoa mifano mitatu, mingine utaendelea. Anatoa mifano mitatu ili ujijue kwamba wewe ni mtukufu, ili ujijue kwamba wewe ni mheshimiwa. Usiji let down bikaunika insanan fa anta mukarraman. Kitendo cha kuwa wewe ni mtu tu, basi ujijue kwamba wewe ni nani? Mheshimiwa, mtukufu. Mfano wa kwanza katika ufafanuzi wa Mwenyezi Mungu, walaqad karramna bani Adam, na wallahi, kwa hakika tumewapa heshima kubwa, utukufu mkubwa watoto wa Adamu. Wahamalnahum fil barri wal bahri. Huu ni mfano wa kwanza, bayanu min babi tamthil. Kujua mwanadamu katika hii ardhi ni kiumbe wa kipekee. Tuliwaandalia usafiri wa kusafiri bara, kutoka Dar es Salaam kwenda kwetu sisi Rufiji, gari hapa, pikipiki hapa, fil barri wal bahari. Na kuna usafiri wa kutoka Dar es Salaam kwenda kwenu Ustadhi Umar, Pemba, usafiri wa pwani. Kuna jahazi, kuna boti, kuna meli, lakini pia kuna usafiri wa anga. Hii kuonesha mwanadamu ni kiumbe msifiwa, mtukuzwa, mheshimiwa. Ndiyo maana nyendo zake akaandaliwa usafiri. Nilisema mahala, simba, kifaru, tembo, chui, nyati, wanyama wakubwa wakubwa wanatisha, lakini huwezi kuona uthibitisho wanyama eti na kutisha kwao wameandaliwa usafiri. Usafiri umeandaliwa kwa ajili ya kiumbe mtukufu, na kiumbe mtukufu dhidi ya viumbe wote ni nani? Mwanadamu. Hii kwanza hapa, kabla sijaendelea kidogo, niweke sawa. Walaqad karramna bani Adam,
Wakati mwingine ile mihemko sasa, tukitoka kwenye utu kwenye dini, ile mihemko ya kutosoma, mtu akimwita mtu mwenziwe mtukufu, watu wanasema astaghfirullah, mtukufu Mungu tu. Kwani wewe umeelewaje? Asili ya mwanadamu mwenyewe kabla ya vitu vingine, kuna karamatu dhati wa karamatul hali. Na karamatu dhati ndio wanaita karamatu tabiiya, utukufu wa asili. Mwanadamu kabla ya kujua kusoma, kabla ya kuwa waziri, kabla ya kuwa mbunge, kabla ya kuwa rais, mwanadamu ni mtukufu tu, na wala sio haramu kumwita mtu mtukufu. Mabwana, hizi ni fikra potofu. Isipokuwa tuelewe, utukufu wangu mimi hauwezi ukafanana na utukufu wa malaika, ni tofauti. Malaika nao watukufu wametajwa katika Qur'ani, kiraman katibina, kiraman, viumbe watukufu, katibin, wenye kuandika matendo ya wanadamu. Malaika nao watukufu, lakini utukufu wao sio utukufu wa Mtume Muhammad. Utukufu wao hauwezi ukafanana na utukufu wa Allah. Qur'ani nayo ni kitabu kitukufu, innahu la Qur'anun karim. Qur'ani nayo ni tukufu, lakini hata msikiti nao ni mtukufu, na zipo ardhi tukufu. Utukufu utatofautiana. Kila kitu Mwenyezi Mungu amekipa utukufu wake na hali zake. Mwenyezi Mungu anatuthibitishia mimi na wewe, kama utaki wewe, lakini mimi nimekubali aliponiweka Mungu, mimi mwanadamu ni kiumbe mtukufu. Wewe je? Jidhalilishe mwenyewe, lakini unatakiwa ujitambue. Muangalie nyoka anavyotisha, lakini huwezi kuona nyoka yupo kituoni anasubiri usafiri. Usafiri ni kwa ajili ya kiumbe maalumu aliyetangazwa ndani ya Qur'ani, ndiyo kiumbe mtukufu. Huu ni mfano wa kwanza. Tulimwandalia usafiri wa bara na wa pwani na wa anga. Mfano wa pili kuonesha mwanadamu ni mtukufu, warazaqnahum min at-tayyibati. Mwanadamu ni kiumbe mtukufu sana, tukamruzuku, tukampa riziki mwanadamu, sio kila iliyokuwa mbele yake. Mungu katumia min liifadati tabi'id, tukampa riziki mwanadamu ya baadhi ya vilivyo vizuri, kwa maana ya kwamba kwa macho ya mwanadamu vipo vyakula ataviona vizuri, lakini Mungu hajamruhusu kula, kwa sababu Mungu kasema baadhi. Sio kila unachokiona waweza kukitia tumboni ule. Mungu mwenyewe alimuona nguruwe kwamba wewe waweza ukamuona mzuri, sawa, lakini mimi niliyokuumba wewe na niliyemuumba huyo nguruwe, na muona nguruwe si mzuri kwako, acha. Ndio maana minat tayyibati, baadhi ya vilivyo vizuri, usile kila kitu. Mungu ndio aliyeiumba pombe, ndiye aliyekuumba weye. Allah anajua kwamba hii pombe kwako si nzuri, akaileta pombe ikiwa ni mtihani kwa mwanadamu, atakuwa msikivu amala, namwekea kitu hiki. Kwa akili ya kibinadamu pombe ataiona mzuri, lakini mimi nimemwambia mwanadamu warazaqnahum minat tayyibati, tukawaruzuku wanadamu baadhi ya vilivyo vizuri. Muangalie nguruwe akilivamia shamba, ataufumua muogo, ataula vile vile na maganda yake, hamna chumvi, kachumbari wala nazi. Lakini wewe minat tayyibati, ule muhogo kwanza unauchagua wataka upi. Mara nyingi hupenda kusema kwa nazi, kwa samaki, kwa sababu wewe ni kiumbe mtukufu. Malaji yako
yasifanane na nguruwe. Hakuna kuchemsha wala kukaanga. Wewe ni mtukufu, utakula kwa aina aina. Kule kwetu Rufiji kuna ndege wanaitwa njegea. Hapa wana rangi ya manjano. Wakilivamia shamba la mpunga, hao siku mbili tu hakuna mpunga. Hawasubiri kukoboa vinywa vyao, wanakoboa huko kwa huko. Hawasubiri kitoweleo wala mboga. Hivi navyo katika Kiswahili vitu viwili tofauti Japokuwa kuna watu nyama nayo wanaita mboga. Nyama haiwezi kuwa mboga. Kuna kitoweleo na mboga. Mboga ni majani na nafaka. Kuna watu hawajui. Lete mboga huku. Ukiona inakuja inaletwa nyama. Kumbe nyama nayo mboga Kuna watu wanajichanganya na Waswahili lakini sio Waswahili. Ndio wale ninaosema kila siku, unamsikia nimekwenda nikamkuta hayupo. Kiswahili hicho hamna. Umekwenda ukamkuta halafu hayupo. Naenda kuoga maji, Kiswahili hicho akipo. Hakuna mtu anaoga juisi. Ukisema kuoga ni maji tu. Tuache huko. Mwanadamu ni kiumbe mtukufu. Moja katika ishara kwamba sisi wanadamu ni watukufu, Allah Jalla Subhanahu ametuandalia usafiri kwenye nyendo zetu. Lakini mbili, mfano wa pili Allah anautoa, ametuandalia riziki iliyo bora. Unakwenda dukani, unachagua mchele upi unautaka, na kama fedha unayo uliokuwa wa 1700 unaitwa mchele, wa 1800 mchele, wa 2000 mchele, wa 2500 mchele, wa 3000 mchele. Lakini unasema huu sio wa kulluha michele. Wewe unataka wa 3500 ama wa 4000. Na ukifika pia ukishaupata unaujadili kwa kitoweleo gani na mboga gani. Hii nipate majani spinachi? Hapana, nipate mchicha wa nazi uliochanganyika na wale dagaa kamba. Waswahili wanaita wagonjwa wa viuno wale. Nikichanganya wale, nikipata na maini. Yani unapanga mikakati mpaka namna ya kula. Kwa nini? Hivi nyani ana mipango kwenye kula? Kwa sababu wewe ni kiumbe mheshimiwa. Tanabaha yaho, amka hilo. Unapokuja kwenye Uislamu ujijue kabisa, kabla ya kuwa Muislamu wewe ni nani? Mtu. Na mtu ni kiumbe mtukufu. Mfano wa tatu. Mfano wa kwanza Allah kautoa katika ufafanuzi wake, katuandalia usafiri. Mfano wa pili, ametuandalia riziki, baadhi ya riziki zilizo nzuri. Mfano wa tatu, wafadhalnahum ala kathiri, wanadamu tukawafanya wao bora. Wataalamu wanajua hii inaitwa tanazuul maanawi. Tukawafanya kuwa ni bora wanadamu dhidi ya viumbe wengi na kwenye mambo mengi. Na mfano wangu, wale wanaopenda kunifuatilia upenda kuutoa sana, usiuachi, umeninogea. Mimi na wewe, shemeji yangu Ustadhi Umar, msione namtajataja, shemeji yangu, mfadhili wangu, dada yake ndio. Mimi na wewe Ustadhi Umari, wanadamu tumeoa kwa maana tunakwenda kumaliza haja zetu za kimaumbile. Ndivyo sivyo mabwana? Lakini mfumo wa kumaliza haja za kimaumbile wa mwanadamu unafanana na kiumbe mwingine? Ni mfumo wa kipekee umepewa wewe. Mbuzi naye anatatua shida zake za kimaumbile. Wanatoa mfano, angalieni wakati mwingine mupo katika kikao, baba yenu kafa, mnajadili baba kafa, mnajadili maziko na kadhalika. Kuku wanafukuzana huko, wanakuja kukubaliana pale kwenye kikao cha msiba. Ndio yule jike anakubali, haya tena yaendelee. Kote alikotoka huko anaona hawezi kukubali, hana akili hiyo kwamba hapa watu wamefiwa, si tunafanya starehe kwa wafiwa. Hilo hawajui kuku, yanachojua kututama maliza. Akitoka pale anajikumuta huyo, anasepa. Mbuzi
hana mjomba, yoyote anampa. Hana shangazi, yoyote anampa. Hana mwiko. Lakini wewe kwa sababu ni mwanadamu, na mwanadamu ni kiumbe mheshimiwa, mtukufu, ana misingi. Huyu oa, huyu usioe. Mtukufu anatofautiana na vitu vingine, lakini huyu unaweza ukaoa, lakini usimchanganye na huyu. Kwa mfano, binti na dada yake, unaweza wote wawili ukawaoa, lakini huyu dada huwezi ukamleta mpaka huyu awe amekufa au umemuacha. Huwezi kuwa huyu na dada yake wote wapo ndani, huyu na shangazi yake. Ukiacha huyu, ukimtaka kaoe shangazi yake, inafaa. Yani yule mkeo ikiwa amekufa au umeacha, kakunogea shangazi yake au mama yake mdogo, jisevie, lakini kwa utaratibu ule ule aliyoupanga nani? Allah jalla subhanahu. Kwa nini? Wewe ni mheshimiwa. Mwangalie mzee Bata akimaliza shida zake, nyie mnamuona, unamwona anavyoburuza ule mpango wake. Kwa lugha hii mtanielewa kidogo ule mpango wake unaburuzika namna hii. Hivyo hivyo muangalie nani farasi, punda, akimaliza unaona ule mzigo uko wazi wazi. Lakini wewe ni kiumbe mheshimiwa, Mungu kakufanya kuwa bora. Moja katika hayo akakwambia uvae nguo, jistiri. Hata ukimaliza kunong'ona na mkeo, unatoka nje, hakuna kinachoonekana. Kwa nini? Wewe ni kiumbe mheshimiwa. Ile kuwa vijana leo wanakwefula, wanateremsha suruali, wanaweka makalio wazi, maana yake wanaukataa wenyewe ule uheshimiwa. Mheshimiwa anavaa. Mheshimiwa hajitembezi bila ya nguo. Mnashushaje nguo? Wewe unajijua. Kabla ya kuwa mwana wa chuoni, kabla ya kuwa mbunge, kabla ya kuwa waziri, kabla ya kuwa rais, wewe kwanza ni nani? Mwanadamu, na mwanadamu ni kiumbe mheshimiwa. Hiyo ni mifano mitatu. Wafadhalnahum ala kathiri. Simba huwezi kwenda kumwona yupo kwa tailor, fundi kushona nguo. Vipi, nataka suti. Simba atatembea vile vile, sio mheshimiwa yule. Suti unavaa wewe. Humu mote ukimwangalia huu, utaona Uislamu unakujenga wewe, kabla hujawa Muislamu, unakujenga kwenye maisha ya utu. Tumalize kwenye utu. Tumekwama wapi? 23 wapo hapo Bani Israeli. Ukiwa mwanadamu una misingi yako ya maisha kutofautiana na kiumbe mwingine. 23 surati Bani Israeli. wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Mimi nataka hapa, wewe ni mwanadamu, kuonesha ni mwanadamu, tunatakiwa tukuone vipi unaishi na wazazi wako. Kabla ya wewe Uislamu wako, kwanza kuna utu. Utu ni kumjali baba, utu ni kumjali mama. Mola wako ameshatoa judgment, wa qadha rabbuka, na ameshatoa judgment Mola wako mlezi, alla ta'budu, kwamba nyote wanadamu musiabudu chochote illa iya. Watu wa balagha wanaita kasrul habisa an-nafi wal ithbat, isipokuwa yeye tu. Hiyo tu ndio inayotakiwa, hiyo usitoe hiyo. Musiabudu chochote. Sisi Wandengereko na wewe Mzaramo kule Msanga au Mkamba, kuna vibanda vyetu vya mashetani opuopu Mungu anasema acheni mambo ya vibanda vya mizimu, muabuduni Allah. Na moja sifa ya mwanadamu ni kusikia na kuelewa. Mungu hataki mambo ya mizimu, acheni ushamba. Lakini sisi tushakuwa hatuwezi. Yaani mtu kama hajakwenda kutambika kwenye mizimu, anaona bado maisha hayaendi. Kwanza anaamini kabisa bila ya mizimu mimi siwezi kuishi. Imefika wakati tunaamini hivyo. Lazima tuende kwenye mizimu, tukachinjie mbuzi, tukachinjie ng'ombe, tupeleke vitu hivi, tunamwaga mchele, wengine wanapika wali kutoka kwao wanauweka pale. Mimi na rafiki yangu mmoja, rafiki yangu kakaangu, alikuwa anafanya kazi bandari, Ali Suleiman. Walitumwa wale wakabeba mchele, wali, kuku, wakaupeleka kwenye kibanda. Baadaye wakazunguka wale vijana, wakaenda wakaula. Hakuna lolote.
Unajua mashetani sometime wanasumbua kweli, wapo. Kwanza tukubaliane, mashetani wapo. Asije mtu akaleta udarweshi, hakuna chochote. We mzee, shetani hatari. Lakini shetani anatafuta watu wazembe. Annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna birijalin min al-jinni, nini kikafuata? Fazaduhum raqa. Mashetani wanatoa taarifa mbele ya hadhara ya Bwana Mtume Muhammad kwamba ilivyo huko nyuma kulikuwa na binadamu, mambo yao yote wanayapeleka kwenye mashetani. Mashetani walivyogundua kwamba tunafagiliwa, fazaduhum rahaqa, wakaongeza vitisho. Kila mwaka ng'ombe, shalala, anajifanya hawezi kuongea, shalala. We andamu, we andamu nini? Wewe kuongea unajua. Yani ile yote mikwala tuone kwamba huyu sio yule. Shetani wa Makonde, watani zangu wanasema shetani chibidu. Shetani chibidu. Kuna wakati anajifanya anaongea Kiarabu afu kisikiliza sio Kiarabu. Yani shalala ndio Kiarabu tena. Ndani ya maarifati aljababirati almarifati alkubra. Ndio nini? Anataka akupige kwamba aliyekuja ruhani wali wa Mungu. Mashetani kama hujakaza. Ndio maana sisi wengine masufi tumepewa nyiradi. Sie masufi tumepewa sana nyiradi. Hapa baada ya swala hii fanya uradi huu. Licha hizo nyiradi alizozifundisha Bwana Mtume Muhammad kwamba kila sala inapomalizika usikubali kunyanyuka ila useme subhanallah mara ngapi? 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 99 hiyo Kisha Mtume akasema sema neno hili mara moja kukamilisha 100, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume anafundisha hili, msiache Waislamu. Yani hata kama una haraka unanyanyuka, zigonge huku unakwenda. Sasa kwenye utu tumefeli na kwenye dini tumefeli. Inafika wakati hizi nyiradi mpaka wasomi hawazitaki. Usishe huyu shekhe akinyanyuka assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, anakunguta anabeba mfuko wake wa viatu, anaanza story, anapiga simu. Vipi maalim? Shekhe anayejua achelewi. Ndio maneno yao mashehe. Anayejua achelewi. Sasa licha ya nyiradi hizo, kuna nyiradi wazee wetu si wametufundisha. Hizi nyiradi zina siri nyingi, ikiwemo kukukimbia na kukukwepa mashaitani. Tukaambiwa baada salati subhi soma surati Yasini, baada salati dhuhri soma surati al-Waqi'a, baada salati al-asri soma surati ar-Rahman, baada salati al-Maghribi soma surati al-Mulki, baada salati al-Isha soma surati al-Jathia. Lakini usiache kusema la ilaha illa Allah, la ilaha mara 100 baada ya kila sala. Hata upo kwenye daladala, la ilaha illa Allah, la ilaha mara 100, usiache. Kama ni simu ina vitu viwili ili ifanye kazi ikiwa nzima, chaji na vocha, au unasemaje? Sasa zile swala zako zile ndio chaji, ile unachaji. Hizi nyiradi tena ndio unachunia vocha. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, 23 Bani Israil. Mungu ametoa maamuzi ya mwisho kabisa kwamba sote tukitaka kuabudu tumwabudu nani? Allah. Lakini ameamua la pili, wabil walidaini ihsana. Ameamrisha wazazi wawili tudumu kuwafanyia yaliyo mazuri. Majuzi niko Pemba, niliwauliza watu, tujalie wewe mwenye miaka 30, achana na hao wenye 50 60 kwenda mbele, wewe mwenye miaka 30 uko timamu, hebu jiulize mara ya mwisho wazazi wako kujistiri kwa nguo iliyotoka mfukoni mwako lini?
Ulishawahi kununua nguo wewe na kuswali kwako kote swala hazikupiti, wastirike wazazi wako? Na kama hujafanya hilo, bado huna unachofanya, bado. Hata kama baba yako tajiri, lakini ifike siku utamani kutafuta kitu kizuri kinachoendana na mzazi wako. Siku moja astirike mwili wake, lakini anastirika kutoka mfukoni mwako. Ulijichanga changa kumnunulia mama yako buibui, sijui abaya, sijui nini, hiyo pashmina, sijui vitu gani, maana siku hizi kila nguo zinakuja. Kumnunulia mzazi wako suruali ya heshima, shati la heshima, kanzu ya heshima. Baba yako anatoka kakaa barazani, amevaa nguo, walau siku moja alijistiri baba yako kutoka mfukoni mwako. Wabil walidaini ihsana. Lini ulifanya hivyo? Na kama hujafanya, hebu jiulize, nini kilichokupelekea hujafanya hivyo kwa babako wala kwa mamako? Kwa sababu gani? Huwezi kutoa sababu ya msingi kwa umri uliokuwa nao. Ima uko mbali na dini, hujayasikia mafundisho, unakwepa. Kama hivi tunaswali, jamani, kuna muhadhara, watu wanaondoka. Waliobaki wanajua umuhimu wa kumsaidia baba, umuhimu wa kumfanyia mema mama. Mmeyapata. Wewe una miaka 40, mchana wa leo umekaa katika sufra, mlo, chakula ulichokila kilikuwa kina mboga 3, kitoweleo, nyama ilikuwepo, samaki alikuwepo, kulikuwa na, yani pamechafuka pale kwenye mlo. Nikuulize, uchafuzi huu wa vyakula uliofanya, babako je, anakula kama yupo hai? Mamako anakula kama yupo hai? Sio unachafua meza ya vyakula tu, wewe na mkeo. Babako vipi? Mamako vipi? Baba amekufa, wamwombea dua. Moja katika ihsani ni kuwaombea nini? Dua. Idha mata ibnu adam anqata amaluhu illa min 3: sadaqatin jariya au ilmin yuntafau bi au waladin salihin yad'u la. Noti ya 3, baba ataendelea kuvuna thawabu kwa kumwacha mtoto mwema anayedumu kuomba dua. Yad'u, wenyewe wataalamu wanaita hiyo ni present continuous tense, mudhari'ul hasil litajaddud wal istimrar. Sio umekaa unangoja mfungo 3 kuhitimisha. Yani kuna watu waombi dua wanasubiri lini? Mfungo 3. Mimi sijasema haramu, msinitafsiri vibaya, lakini wazazi, Bwana Mtume amesema awaladin salihin yad'u, huwa anamuombea muda wote. Muombee babako, muombee mamako, babu yako, bibi yako, wazazi wa wazazi wako, far'ul far'i na aslul asli. Hayo ni katika mema. Kwa hiyo mwanadamu anapouangalia utu wake 1 na kuiangalia nafasi yake ni mheshimiwa 2, lakini 3, anatakiwa adumu kuwafanyia wema nani? Wazazi wake. Mwanadamu huyu akipata elimu, hatomdharau asiye na elimu, kwa sababu ana kitu kimejaa katika kichwa chake kwamba huyu hana elimu, lakini still ni nani? Mwanadamu mwenzangu. Akipata fedha, hatomdharau maskini. Ndugu yangu mmoja miaka ya 80 alinihadithia kisa, sikisahau. Aliwahi kumwambia mtoto wa bosi wake amsaidie shilingi 100 ya nauli apate kurudi Kariakoo kujatandika. Mtoto wa bosi alicheka sana. Wewe mwanamume mzima, inakushinda shilingi 100? Kwanza unakosaje shilingi 100? Kwa sababu yeye anaona hajawahi kukosa bilioni. Wewe unakosaje 100? Kama mimi bilioni sijawahi kukosa, wewe unakosaje shilingi 100? Hebu yani aingia akilini, mwanamume wewe una 100. Yani kwa wakati wa leo nauli ya kwenda kwenu Chamazi 1000.
Unamuomba mtu shilingi 1000 anacheka. Yaani we kubwa mzima unakosaje 1000? Kwa sababu yeye anazo 1000 mara 1000 kaweka mfukoni za kununua mishikaki na pipi tu. Pocket money tunaita hiyo 1000 mara 1000 ngapi? 1000 mara 1000 ngapi? Milioni hiyo. Kuna watu wanatembea pocket money milioni, wengine sio milioni, mpaka milioni 10, mpaka anatoka nyumbani anatoka na milioni 20, akirudi hana hata moja, kesho anatoka nazo nyingine. Mtu kama huyu ukimwambia sina 1000 anakushangaa, unakosaje? Anasahau inna Allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin, anetoa riziki ni Allah. Kupata kwako usimcheke na kumdharau aliyekosa. Ukiwa na kitu, kama umelelewa katika misingi ya utu, huwezi kumdharau asiye na kitu. Ukiwa na elimu, huwezi kumdharau asiye na elimu. Ukiwa mtu mzima kama baba yangu pale, huwezi kumdharau kijana mdogo, kwa sababu hizi zote ni tunu za Allah. Kama wewe wajiona mnene, usimdharau mwembamba. Au wewe mwenyewe mwili wako umeutaka kwa diet, wewe mwembamba ukamcheka, mwangalie huyo minyama ya bure, tunatafuta kufa. Shekhe, kuna watu wanafanya diet na mwili haurudi. Shekhe, Mungu mpaka atake fa'alun lima yurid. Utakula kama boko kutwa mara moja na bado ukondi. Mimi nilikuwa na rafiki yangu mmoja, Mungu amsamehe, amefariki mwaka juzi. Alikuwa na hali ngumu ya maisha huyo, simtaji jina. Alikuwa na hali ngumu ya maisha, lakini alikuwa huyu, yaani pale chini ukikaa kwenye tumbo lake pale, mvua ikinyesha uroi. Lakini alikuwa na hali ngumu kweli kweli. Ule ni mpango wa Mungu tu. Baki kuwa wewe mwanadamu na yule ni mwanadamu. Ukiyazingatia haya kwamba mimi ni mtu, kabla ya Uislamu tulibaki kuwa nani? Watu. Kwa hiyo muhimu tuishi kama nani? Watu. Wallahi hata katika kazi ya dini tungeishi vizuri. Ile leo unasikia, usisahau mada yetu, tumekwama wapi? Tulipokwama tumekimbilia kwenye makundi, tukaacha utu. Sio ukaulizwa ukashindwa kusema. Waislamu tumeuacha utu wetu, tumesimama kwenye nini? Makundi, kwa namna zote, makundi ya kidini na makundi ya kikabila. Haya ndiyo yanayotuathiri, udini na ukabila. Leo limeongezeka lingine, yameongezeka mengine mawili ya udini na ukabila. Leo yameongezeka mawili, siasa na mipira. Waislamu pia na haya yanatufelisha. Juzi tumecheza mechi, we yako hii, mie yangu hii, yangu imepata moja au yako imepata moja, basi kuna watu hawajasalimiana siku 3. Kwa nini? Darabtumuna wahidan, metuchapa kimoja. Wama adraka mal kimoja. Waislamu eti Simba na Yanga iwe sababu ya Waislamu kuua utu wao. Simba na Yanga, Simba Yanga, tuharibu utu wetu kwa sababu ya mpira, tuharibu utu wetu kwa sababu ya vyama. Watu walikosa utu. Ndio maana mtu anakuwa katika jukwaa anamtukana mwenzake ghaya, upati tabu. Unajua huyu hana nini? Hana utu. Yaani wewe unataka cheo, unamchambua, unamnanga, unamkashfu mtu mwenzio kana kwamba sio mwanadamu. Sikwambii tu, inafika wakati mtu anamnanga mtu ambaye ukitazama umri, kama ni mwanamume umri wa babake au babu yake, kama mwanamke ni umri wa mamake ama bibi yake ama shangazi yake. Lakini shekhe kakaa katika jukwaa alafu anacheka kwanza, kashawatia sumu watu, kashawaongopea, katoa mitusi, mnasemaje? Ukiona kicheko kile anatafuta tusi lingine, ujue sio ndio kamaliza, anatafuta tusi lingine. Waislamu wapo katika mkutano ule na wanapiga makofi, sema baba, sema baba. Babako yule. Hapo ndio tulipokwama. Tumeuacha utu.
tukashika umakundi sawa, umakundi wa kidini, kwamba mimi sufi nikimwona answari naona kama nimekutana na ngedere, mimi salafi nikimwona asiyekuwa na salafi tena tunaambizana mukatwa. Watu wa leo wana dini yao wanasoma vizuri. Mabwana, mimi ndio mdau wa kusema akili ni muhimu sana, lakini akili sio kila mahala. Kuna mahala akili haitakiwi uitumie. Itumie kwenye kufahamu, tusitie chako. Ziache dalili zifanye kazi. Wanasheria wana kanuni yao, wanasema nahnu abnau dalili ainama mala namilu. Sisi Waislamu ni wafuasi wa dalili, inapoelekea ndiko tunakoelekea. Leo tukija kwenye dini, umakundi niliyousema unatuathiri vikundi vya dini. Ukichukua aya niliyoisoma nyuma kule 139 Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Waislamu inatakiwa tuishi kifua mbele, kwa sababu sisi ndio watu wa level ya juu, VVIP. Tunatakiwa tuishi hivyo. Lakini leo bado swali hili itakuwa inafika zaidi ya mara 10 naliuliza. Tuna sababu gani? Tuizungumzie Tanzania kama Tanzania. Tuna sababu ya msingi Waislamu kama Waislamu kutokuwa na hospitali ya rufaa ya Waislamu kubwa. Tunayo sababu hiyo. Leo hii tumetoka Watanzania tuko milioni 60, si ndio hivyo? Sasa hivi ninavyozungumza mimi, Tanzania ina watu more than 70 million, watu zaidi ya milioni 70. Na kakao tuatamu juu mpo wangapi? Tanzania inamiliki watu zaidi ya milioni ngapi? Tukubali madai yao, hata kama mimi binafsi sikubaliani nayo, kwamba wao ndio wengi kuliko sisi, potelea mbali. Yaani akili haikubali, lakini mantiki kwamba sisi tunoa wake wengi na kuzaa sana, tuwe wachache, wale ambao wanabaki na kamoja tu na watoto wao kwa nambari wawe wengi wao. We mkeo mmoja, watoto wako wawili, tayari mshatiliana nini huko? Uzazi wa mpango. Mimi na wake 3 na watoto 24, alafu wengi mwenyewe. Lakini Waislamu wanajua sisi tumekuwa watu tusiojitambua, tunaitikiaga tu kweli, tujue tuko wachache. Sie wewe, sio sisi, si wengi. Nikasema tumekwama wapi? Ndio maudhui yetu. Hebu chukulia mfano, tufanye Tanzania ndio ina watu milioni 70, tuseme Waislamu wapo milioni 20 tu, 50 wote wao, tufanye hivyo wanavyotaka wao. Nikauliza, kama tunachanga shilingi 1000 kila wiki, watu milioni 20, watu milioni 10 wasitoe, wao wametoa milioni 10, kwa kila wiki tunakusanya kiasi gani? Ni bilioni 10. Kama hujawahi kwenda shule, sihangaika na vidole. Tukitoa 1000, Watanzania milioni 10, milioni 10 ni bilioni 10 hiyo. Katika kila wiki, mwezi mmoja tuna kiasi gani? Bilioni 40. Mwaka mmoja tumekusanya kiasi gani? Bilioni 400 na ngapi? Na 80, hizo sijui. Unasemaje? Hatuwezi kuwa na hospitali, bonge la hospitali hatuwezi kuwa nalo hapo. Wale wenye hela nyingi hawajatoa nyingi, wale wote tumetoa buku tu. Tuna sababu hiyo. Mpaka leo tunafika, mkeo anakwenda kupimwa njia anapokaribia kujifungua na dokta mwanamume. Shekhe, hata ukiwa wewe unanitazama, wewe Mpemba mimi si shemeji zangu, ukiona wanafanana unajua tu. Unajua Wapemba wote ndugu. Kweli nikwambia, Wapemba wote ndugu wote. Sababu kwanza Wapemba mfumo wao wanakwenda dini inavyoruhusu.
Unaweza kuwa mtoto wa baba mkubwa, wa baba mdogo, wa mama mkubwa, wa mama mdogo, wanakwenda. Kwa hiyo wanaoana wenyewe kwa wenyewe. Wapemba wote ndugu. Ukiwaweka siku 3 waelekezani, kumbe we binamu, waweke pamoja siku 3 tu. Wapemba wote kulluhum ajmain. Mimi kuna mtu mmoja yuko pale katika wanafunzi wangu, basi tunajuana. Siku hii ikatokea bwana, zaidi ya miaka 20, kaja pale nyumbani, tumetia story, namtambulisha na mke wangu, wakaanza kusalimiana wenye kipemba pemba, wabesa si nini, basi mwisho ndugu bwana kabisa wa damu, watoto wa babu mkubwa na babu mdogo kabisa. Wapemba wote mkitoka hapa mnisalimie vizuri, inawezekana wote shemeji zangu ndo wale tu. Maaleshi, mipira, siasa, umakundi wa dini unatuharibia. Leo hatuna hata maendeleo. Tukasema Tanzania tunapozungumzia maendeleo ni haya. Nilitoa historia siku moja, chuo kikuu cha Dar es Salaam, asilimia kubwa waliochangia mchango wa kwanza kujengwa chuo kikuu ni Waislamu, na waliotoa pesa nyingi walikuwa ni Waislamu. Nilitoa ile historia na orodha kaima. Kuna waliotoa 200, 150. Mzee Nyerere atoa shilingi 50, kinajengwa chuo kikuu. Ile orodha nayo kwa mujibu wa gazeti la Muafrika. Umoja ule kama tuliweza wengi tukajenga kule chuo kikuu kile, wachache waliochangia ambao sio Waislamu. Leo kuna matajiri wana mihera kama wazama za kina Saidina Uthman ibn Affan, akina Abdurrahman ibn Auf. Tunashindwaje kuwa na kituo kikubwa chetu Waislamu cha habari? Yaani leo tunasifia Radio Imani na TV Imani, wakati kituo chenye kidogo ka Police Post tu. Tunasifia Azam, tunaona bwana hatari pale. Sasa pale pana hatari gani? Hapa fiki hata eka 10, unakwenda katika nchi za watu unaiona ile, nasema wewe angalia hata kwenye mpira tu, marudio, watu wanakagua rafu, TV naangalia kwenye watu. Inabidi uwe sasa na macho jeraso, huku unachungulia huku kunatafuta nitaonaje. Lakini haya ni maendeleo ya Muislamu, sio Waislamu. Azam TV ni maendeleo kweli, lakini sio ya Waislamu. Ni ya nani? Mtu mmoja. Sisi kama sisi jamii ya Kiislamu, mkiulizwa mna nini, semeni. Siku moja niliuliza, semeni Waislamu nyewenye mnaojifanya uhuru mmechangia kwa 80%. Bagamoyo nyinyi ndio mliofanya dua na kumfungisha mzee Nyerere, akafunga kwa ajili ya kuomba uhuru. Akaombewa dua kwa Wandengereko Rufiji, iliongozwa na Sheikh Mas'ud bin Khatib, baba yake mzazi Sheikh Jongo, ambaye alimtoa kwenye kikao, toka akavae nguo. Alikuja na kaptula, wakati ule askari wana kaptula, akavalishwa shuka nyeupe Malikantanga, anaombewa dua pale Kibiti. Baba yake mzazi Sheikh Hamid ndio aliongoza. Hayo yote muliyaweza. Tunashindwaje kufanya makubwa? Tumeharibiwa, tumeua utu wetu.